Kwanza kabisa naanza kusema alhamdulillah na kumshukuru Mwenyezi Mungu, na pia wale ambao wamefika katika tarbiyat class, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia kukutana tena baada ya mwaka moja, na najua tutakutana tena mwaka ijayo inshallah katika tarbiyat. Na kwa heshima na taadhima, haswa viongozi wa Lajna Imaila, wanakamati, najua wako hapa, na dada zangu wapendwa mliokusanyika hapa kutoka sehemu mbalimbali za Kenya, Mwenyezi Mungu awabariki sana kwa jitihada zenu na kutafuta elimu ya dini. Ni muhimu sana kwetu sisi Waislamu, kwa sababu Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam amesema ukiwa Muislamu ni lazima utafute elimu. Leo tutazungumuza kuhusu mada muhimu sana, na hii mada inaguza kila familia, na sisi sote tumetoka katika familia. Mada yetu ya leo ni nikah, mahari, talaka na ida katika mafundisho ya Uislamu. Na tujue ya kuwa kila mtu ambaye amefika kwenye tarbiyat class ametoka kwenye familia. Na tujue ya kuwa leo venye nimetamka nikah, mahari, talaka, hatuja kuja hapa kujifunza namna ya kuvunja ndoa. Si ndio? Tumekutana kujifunza namna ya kuijenga, kuilinda. Na pale inaposhindikana kabisa, basi tunatumia ile muundo wa Kiislamu, muundo wa Qur'ani tukufu. Kwa nini mada hii imechaguliwa kwenu nyinyi Lajna katika siku ya leo? Ni kwa sababu familia ndio msingi wa jamii. Hakuna jamaati imara bila familia. Na sio tu familia, ile familia imara. Hakuna watoto wema bila wazazi wema. Hakuna jamii yenye amani ikiwa nyumba zimejaa migogoro. Ndio maana Uislamu umeweka mafundisho ya kina kuhusu ndoa tangu mwanzo wake hadi pale inapolazimika kuvunjika, ambayo mmesikia talaka. Kila hatua imewekewa mwongozo na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mara nyingi watu tunapozungumzia kuhusiana na Uislamu na talaka, unaona mtu anaanza moja kwa moja kwenye talaka, kuweka mikono kwenye talaka, kudharau talaka. Lakini Qur'ani haikuanza na talaka, ala alianza na kujenga ndoa. Hii inatufundisha kwamba lengo la Uislamu si kuvunja familia, bali kuzijenga. Talaka ni suluhisho, na ni suluhisho la mwisho kabisa baada ya njia zote za maridhiano kushindikana. Dada zangu, kabla hatujazungumzia talaka, lazima kwanza tuelewe ndoa ni nini mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najua nikiuliza ndoa ni nini kwenu nyinyi nyote, kila mtu atakuwa na jibu tofauti. Nikah ambayo ni ndoa si sherehe ya siku moja. Tunaona wanapanga ndoa, leo tunaenda kwa mzee fulani, kwa mama fulani, tunaenda kushuhudia ndoa. Baada ya hapo watu wanaona ndoa imeisha. Tujue ya kuwa nikah ambayo ni ndoa sio sherehe ya siku moja tu, na sio mkataba wa kisheria tu, si ruhusa ya kuishi pamoja. Nikah ni ibada, tujue hivyo. Ni agano takatifu kati ya mwanamume na mwanamke mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni ahadi kwamba wawili hawa wataishi pamoja kwa upendo, wataishi pamoja na uaminifu na kumcha Mwenyezi Mungu. Ndio maana kila Muislamu anapotafuta mwenzi wake wa maisha anatakiwa kufanya nini? Inafaa afanye na nia mkunjufu sana.
kwa kutafuta radhi ya nani? Radhi ya Mwenyezi Mungu. Si kwa sababu ya uzuri wake pekee, sio kwa sababu ya mali, kwa sababu Mtume amesema mali, sio kwa sababu ya mambo ya dunia. Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam amesema nini? Mwanamke huolewa kwa sababu 4. Tukitoka hapa tujue sababu hizi 4 ni gani. Kwanza, kwa mali yake. Pili, kwa nasaba yake, yani heshima ya familia yake. 3, kwa uzuri wake, urembo yani. Na ya mwisho, kwa dini yake. Basi mchague mwenye dini, utafanikiwa. Kila mtu anataka ndoa yake ikuwe ni ya mafanikio. Mtume ametueleza tukitaka ndoa yetu ikuwe ya mafanikio, tufanye nini? Kabla tuoe, tuchague yule mwanamke ambaye ana dini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika Qur'ani tukufu, sura Ar-Rum aya yake ya 22 kuwa na miongoni mwa ishara zake ni kwamba amewaumbia wake kutokana na nafsi zenu ili mpate utulivu kwao. Najua wengine wameanza kusema bwana wangu na apate utulivu kwangu. Nataka kusema ya kuwa tukitoka hapa tukirudi majumbani, wanaume wetu wapate utulivu kutoka kwetu. Mwenyezi Mungu anasema naye akaweka baina yenu mapenzi na rehema. Utulivu haiwezi kuja bila upendo. Utulivu haiwezi kuja bila rehema katika ndoa zetu. Hebu tutafakari kitu kimoja. Mwenyezi Mungu anasema nini katika aya hii? Allah hakusema ameumba wake ili mpate utajiri. Hakusema ili mpate fahari mbele ya watu wenu. Wala hakusema ili muwe na watoto pekee. Amesema nini? Ili mpate utulivu. Huu ndio msingi wa ndoa ya Kiislamu hasa. Kwa hivyo nyumba ya Muislamu inapaswa kuwa mahali pa amani. Bila amani hakuna ndoa. Mahali ambapo mume anarudi kutoka kazini akipata utulivu, ndoa hiyo itadumu sana. Mahali ambapo mke anahisi salama na kuheshimiwa, ndoa ile itadumu. Mahali ambapo watoto wanalelewa katika mazingira ya mapenzi na takwa ya Uislamu, ndoa ile itadumu. Hii ni kwa sababu ya kuchagua nini? Kuchagua dini kwanza, sio kuchagua utajiri, sio kuchagua urembo. Na pia tukumbuke ya kuwa aya hii pia inatufundisha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka mawadda, upendo na rahma ndani ya ndoa. Mawadda ni mapenzi ya dhati, sio tu mapenzi ya kuonyesha mtu, acha ni muonyeshe mapenzi ili tukue anioe. Na rahma ni rehema na huruma. Kuna siku mapenzi yanaweza kupungua. Mnapendana siku ya kwanza, mwaka moja mnapendana, ya pili mnapendana, ya tatu hii kitu inaanza kudidimia, si ndio? Kwa hivyo mjue ya kuwa kuna siku mapenzi yanaweza kufanya nini? Kupungua kutokana na changamoto za maisha. Lakini kama rehema iko, kama upendo iko ya dhati ya Mwenyezi Mungu, ndoa itaendelea kusimama. Mume atamsamehe mke wake, mke atamvumilia mume wake, wataendelea kusaidiana kwa sababu wanamtii Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam alihimiza vijana kuoa mapema. Najua kuna wasichana hapo wako na umri ya miaka 18, 20 ambao bado hawajaolewa. Mjue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihimiza vijana ambao ni wasichana na pia wanaume kuoa mapema wanapokuwa na uwezo. Alisema nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enyi vijana, mwenye uwezo miongoni mwenu na aoe, kwani ndoa humsaidia kuinamisha macho na kulinda usafi. Kwa hiyo ndoa katika Uislamu si jambo la kawaida, ni kinga ya maadili kama Mtume alivyosema sallallahu alaihi wasallam. Ni njia ya kulinda heshima ya mwanadamu na ni njia ya kujenga kizazi kitakachomwabudu nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu alieleza mambo haya muhimu sana kuhusiana na ndoa. Na hata kabla nieleze kuhusiana na Muslim Maud, Masih Maud mwenyewe alayhi salatu wasalam alitukumbusha kwamba ndoa inapaswa kuingiwa kwa nia ya kulinda dini na takwa. Hii ni fundisho muhimu sana kwa vijana wa leo. Wakati mwingine watu huoa kwa sababu ya sura nzuri. Ule ni mrembo, acha nimuoe. Ule ni mzuri, handsome, wacha nioe. Wengine kwa sababu ya fedha, wengine kwa sababu ya umaarufu, familia yake ni matajiri. Lakini mambo hayo yanaweza kubadilika sawa na wakati. Urembo unaisha. Najua kuna mama zangu wengine wako juu, mwingine hawezi sema ni mrembo kwa sababu amezeeka, sio?
urembo umebadilika, mali itabadilika, mtu ana mali baadaye anakuwa hana mali. Kinachodumu ni kumcha Mwenyezi Mungu, dada zanguni, na tabia njema. Hadha Khalifatul Masih ayadahullahu ta'ala binasr aziz amesema kwa maneno yenye hekima, wacha ninukuu, anasema hivi: ndoa yenye mafanikio ni ile ambayo mume na mke wanatimiza haki za kila mmoja kwa kumcha Mwenyezi Mungu. Swali ni je, dada zangu na mama zangu, tunamtii Mwenyezi Mungu kuhusiana na mambo ya ndoa? Kama ndiyo, alhamdulillah. Kama si ndiyo, turudi ili mwaka ujao tuseme alhamdulillah.